Hongera na matokeo. Asante sana mzee. Naam. Mechi umetazama? Mechi nimeangalia leo, ndo mara yangu mwanzo kuja katika hichi kiwanja na nimefurahika sana. Labda mmeweza kuwa wapi bora na Singida wameweza kuwa na madhaifu sehemu gani ambapo mmeweza kufanya mpaka mmepata goli na goli pekee ambalo limedumu kwa dakika zote 90? Unajua huu ni mpira. Na mpira lazima uende na mbinu. Kwa hivyo mbinu alizoleta leo kocha zimeleta matumaini. Kwa hivyo kifupi mimi naomba kuzungumza kila siku, nazungumza, huyu ananijua. Watanzania tubadilike. Katika hizi timu zetu za ligi tuwe kidogo pana uchachu wa upinzani, lakini nilivyoona leo hakuna upinzani, kuna faulu nyingi zilokuwa hazina msingi wowote. Mzunguko wa kwanza, kwa maana ya kwamba raundi ya kwanza ambapo imewakutanisha msimu wa mwaka 2024 2025 katika mwendelezo wa NBC, mlishinda bao moja pale CCM, lakini hii leo tena mnashinda bao moja. Ushindi mwembamba dhidi ya Singida. Hii ndio timu ambayo inawapa wakati mgumu kila mnapokutana nayo. Hiyo si kweli mwandishi wa habari. Unajua tatizo la hapa Tanzania tunapenda kukamia timu moja tu. Mepeleza sana. Ingekuwa kama hawa Singida anacheza kwa kila game kama hivi, ingekuwa sasa hivi nafasi ya pili nayo. Ingekuwa anacheza kama hivi kwa kila game, ingekuwa sasa hivi nafasi ya pili. Baadhi ya mistake tumeziona, mwamuzi mara mbili mfululizo, Singida wanaingia kwenye boksi na wanachezewa madhambi, anashindwa kufunika. Hili liko wazi kana kwamba bado kuna hali fulani ya sintofahamu kwenye eneo la marefari, ni kama wanaegemea zaidi upande wa wekundu wa Msimbazi Simba. Mwandishi wa habari, mimi nimecheza mpira. Mimi mtoto wa 72. Mimi kwetu ni Zanzibar. Kiwanja cha Mnazi Mmoja, Amani Studio. Zamani ndio kunaitwa hivyo. Mimi ndio nimecheza mpira miaka hiyo. Simba, Miembeni, Kikwajuni, kuna Mlandege, tunafahamu ndio timu zetu. Ile ilikuwa unajua huu mpira lazima mtu atumie ujanja, lakini ilikuwa mimi naona naangalia mpira, sicherekei, naangalia mpira. Ni ilikuwa sio penalty halali. Sio penalty halali. Na ukitaka kujua ndio maana mpaka wale linesmen wa kulia na kushoto hawajaweza kutadadua ile. Ndio maana refa akaangalia upande wa kushoto na kulia akaona kitu. Mwamuzi Elisasi leo anastahili kupewa hongera. Ni kabisa. Ziko fauli alikuwa azitendee haki, lakini kwa pale ilikuwa iko sahihi. Kwa upande wa Simba, mimi mwana Simba. Hawachezi, ndo kauli ambayo imeendelea kudumu mpaka kwenye misafara tunaona kwenye magari. Hatuchezi na limeongezeka neno ngo, hatuchezi ngo. Hivi ambavyo Simba wanazidi kushinda kuelekea katika mchezo wa tarehe 15 kama ambavyo umepangwa, unaiona dabi uwanjani? Wajua ukisikia utoto ndo huu. Yaani wewe unasema na una kikosi bora, una timu bora Tanzania, alafu unafanya mambo yaliokuwa tamani hayana. Yaani wewe kila siku unaleta mjadala, leo hatuchezi, mara sijui ndio mnaita hatuchezi ngoo. Sasa haya wanatakiwa wafanye kina Mtibwa, kina Kagera, na Kagera Sugar, lakini sio Yanga. Yanga ni timu kubwa. Sasa mimi nashangaa, alafu ndo yule kiongozi wao ndo Alikamwe, yeye ndo anasimamia kidedea. Sasa huu si ukumbavu. Sasa aibu itakuja baadaye. Wameandika barua na kukemea vikali juu ya hiki ambacho kimetokea visiwani Zanzibar. Mashabiki wao wakionekana kupigwa na kutolewa nje ya uwanja. Wanasema huu si utani ambao uliopo katika Simba na Yanga. Hii ni vita ambayo wekundu wa Msimbazi mashabiki wao wanaianzisha. Sasa mimi nakwambia mwandishi wa habari, mimi kwangu mimi mambo ni mambo ya kitoto tu. Wenzetu Ujerumani kuna kutolewa na kuna kupigwa na kifo kiko hapo hapo. Unajua sisi wa Tanzania, kuanzia nyinyi waandishi wa habari na wachambuzi, hemu inapokuwa game za kimataifa kuwa ni kitu kimoja. Kwa hiyo hawakustahili kuja kuwaunga mkono. Haifai kabisa. Haikustahili kuja kuwaunga mkono. Ndio nakwambia haifai kabisa. Inatakiwa zikiwa timu za taifa mnakuwa Watanzania wote kitu kimoja. Ndicho ambacho walikionyesha, lakini nyinyi mlionyesha kuwatoa nje ya uwanja. Sikiliza, unajua kakaangu, mimi na miaka 25 naishi Ulaya. Ni World Cup umeiona kwa macho yangu.
na mechi hizi za Champions League, Bundesliga nimekwenda mwenyewe na biashara nafanya ndani ya Ujerumani. Kwa hivyo huwezi kunidanganya. Nitazungumza kwa kuzungumza, mpira mimi naelewa. Nimecheza Afrika na nimekwenda kule kutafuta maisha. Nasema tena kwa mara ya mwisho, wenzetu kwenye gemu za kimataifa wanakuwa kitu kimoja. Haijalishi Bayern, Dortmund, Leipzig, Bayern Leverkusen na timu nyingine, wanakuwa kitu kimoja. Sisi wa Tanzania, baada sisi kwa support timu ya jirani, mnaenda kwa support watu waliokuwa hata kujueni. Tena lugha hawazungumzi, wanazungumza Kifaransa. Hata zile jezi au da copy. Kuna jezi na copy. Jezi wewe huwezi kununua. Ile copy umeletewa, waambia hanunueni, bandikeni hizo nini basi. Lakini kiukweli mimi naona vichekesho yale, kwa kusema kweli mimi naona ujinga mtupu. Ratiba imeendelea kubanana. Tulipotoka kucheza finali, ni utofauti. Tumetoka kucheza tarehe 25, hii leo tarehe 28 tumeshuka dimbani dhidi ya Singida katika mchezo wa ligi kuu NBC. Tarehe 31 tunakwenda kucheza CRDB dhidi ya hawa Singida. Una lipi la kusema? Mimi nalipongeza benchi la ufundi pamoja na kocha, wanajua vipi game kuzicheza, na chengine ukisikia kikosi kipana ndo kama hichi inakuwa up to date, tunasema sisi Wajerumani, yani kila mechi unatakiwa uwe fit. Kwa hivyo haijalishi hii leo tushamaliza, mambo yamalizika, tumechukua ushindi na pointi 3. Tukijaliwa kesho wanafunga safari na mimi pengine nitakuwepo huko. Okay, shukrani sana Mjerumani. Mimi nikupongeze kwa matokeo na nikutakia siku njema. Mimi nakutakia vile vile kaka, kazi njema. Kuweni kitu kimoja. Inshallah. Amina inshallah.